Baraza Kuu la Uongozi la Taifa la Civic United Front CUF Chama cha Wananchi limekutana na kufanya kikao cha dharura kilichoitishwa na mwenyekiti wa taifa kwa kuzingatia mamlaka aliyopewa na katiba ya CUF ibara ya 80 kifungu cha kwanza. Jumla ya wajumbe waliofika kikaoni ni 40 kati ya 49 ambao hivi sasa ndio wanakuwa ni wajumbe wa Baraza Kuu, na kwa hiyo akidi ilitimia kwa mujibu wa katiba ya chama cha CUF ibara ya 81 kifungu cha kwanza kifungu cha Romani 1 mpaka 13. Hivyo basi, kwa mujibu wa katiba ya CUF, maamuzi yote ya kikao hicho ni yatakuwa maamuzi halali. Katika kikao hicho, mwenyekiti wa taifa aliwakumbusha wajumbe kuwa Baraza Kuu la Uongozi la Taifa lililokutana tarehe 23 mpaka 26 Machi 2017 pamoja na mambo mengine liliteua bodi ya wadhamini wa chama kwa kuzingatia katiba ya chama chetu na sheria za nchi. Baada ya Baraza Kuu kuteua majina ya wajumbe wa bodi ya CUF, kamati ya utendaji chini ya uongozi wa kaimu katibu mkuu ilifuata taratibu zote za RITA za kusajili bodi ya wadhamini na kuweza kupata usajili halali mwaka huu wa 2017. Katika shauri la madai namba 13 la 2017, Ali Saleh aliwasilisha maombi Mahakama Kuu ya Tanzania ya kutaka ushauri wa mahakama juu ya kina nani ni wajumbe halali wa bodi ya wadhamini ya chama cha CUF. Maamuzi yaliyotolewa na Jaji Dr. Benhaji Masudi yalithibitisha kuwa bodi ya zamani ya CUF ambayo ilisajiliwa na RITA mwezi wa 8 mwaka 2010 ilimaliza muda wake mwezi wa 8 mwaka 2015, kwamba bodi ya zamani muda wake ulikuwa umemalizika. Chama cha Wananchi CUF kiliteua bodi mpya ya wadhamini mwaka 2017 na RITA kuisajili bodi hiyo. Hata hivyo, Jaji Dr. Benhaji Masudi akisoma uamuzi wake alieleza kuwa uteuzi wa bodi yetu mpya ulikuwa na kasoro kubwa mbili zifuatazo. Moja, hakukuwa na muhtasari wa kikao kilichoteua bodi uliowasilishwa mahakamani. Sisi kama chama tuliwasilisha muhtasari kwa vyombo husika, lakini hakuna muhtasari uliokuwa umewasilishwa mahakamani. La pili, katika kikao cha Baraza Kuu cha kuiteua bodi hapakuwepo na usimamizi wa taasisi ya serikali kama kinavyotakiwa na kifungu nambari 17.1 cha sheria ya muunganiko wa wadhamini. Haya ndiyo yaliokuwa maamuzi ya jaji, na sisi tunayachukua maamuzi hayo kuwa ndio maamuzi ya Mahakama Kuu, na kwa hiyo sisi tunapaswa kuyafanyia kazi ya kuweza kurekebisha kasoro hizo. Pamoja na kwamba unaweza ukatoa hoja kwamba tumekuwa tunafanya uteuzi wote wa bodi katika vikao vyote vya Baraza Kuu toka chama kimeanza, katika maamuzi ya Baraza Kuu katika kuteua bodi ya wadhamini tulikuwa hatukaribishi au kuwapelekea taarifa msajili wa vyama vya siasa au RITA kuhusu swala hili, lakini jaji kafanya maamuzi hayo. Pamoja na kwamba kihistoria tulikuwa tufanye hivyo, tumeamua kwamba kwa kuwa limeshafanyiwa maamuzi lazima tufanye marekebisho tukidhi maamuzi aliyotoa Jaji Dr. Benhaji Masudi katika Mahakama Kuu ya Tanzania. Hivyo basi, baada ya maamuzi hayo ya Jaji Benhaji Masudi, Baraza Kuu linawajibika kukidhi mahitaji ya kisheria ya kuteua bodi mpya ya wadhamini wa chama chini ya uangalizi wa msajili wa vyama vya siasa. Tarehe 18 mwezi wa 2 2019 tulipeleka barua kwa msajili wa vyama vya siasa
kumpa taarifa ya kufanya kikao cha dharura cha Baraza Kuu cha kuteua bodi ya wadhamini na kuwaomba waje kushuhudia kikao chetu. Nakala ya barua hiyo tulipeleka kwa afisa mtendaji mkuu wa RITA. Tunashukuru ndugu Sisti Nyahoza, msajili msaidizi wa vyama vya siasa, kwa kuhudhuria kikao chetu cha Baraza Kuu cha tarehe 19 mwezi wa pili mwaka huu wa 2019. Katika kikao chetu, Baraza Kuu lilikuwa limeridhika na utendaji wa bodi tulioiteua Machi 2017. Wajumbe wa Baraza Kuu walishauri majina ya wajumbe hao ndiyo yapendekezwe kuteuliwa kwenye bodi mpya ya CUF. Hata hivyo, kukidhi mahitaji ya demokrasia, utaratibu wa uteuzi wa kila wajumbe wa bodi ulikuwa wa kutaja jina moja na kila mjumbe na kisha kupigiwa kura ya kunyosha mkono na wajumbe wa Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Kwa hiyo uteuzi wa bodi mpya ya wadhamini wa chama ulifanyika katika kikao hicho. Katika kikao chake cha dharura kilichofanyika tarehe 19 Februari 2019, Baraza Kuu limeteua wajumbe wa bodi ya wadhamini kama inavyoelekezwa na katiba ya CUF ya mwaka 1992 toleo la mwaka 2014 ibara ya 91(1)(2) inayoeleza kutakuwa na bodi ya wadhamini ya chama itakayoteuliwa na Baraza Kuu la Uongozi la Taifa kwa mujibu wa sheria za nchi kwa kipindi cha miaka 5, na mjumbe anaweza kuteuliwa tena baada ya muda wake kumalizika. Bodi itakuwa na wajumbe wasiozidi 9, 5 kutoka bara, angalau 2 wakiwa ni wanawake, na 4 kutoka Zanzibar, angalau 1 akiwa ni mwanamke, ambao watateuliwa kwa masharti yanayohitajika ya sheria ya bodi ya wadhamini na utaratibu uliowekwa na Baraza Kuu la Uongozi la Taifa. Baraza Kuu limewateua wafuatao kuwa wajumbe wa bodi ya wadhamini. Kutoka Tanzania bara ameteuliwa Peter Michael Malepo, na nadhani wapo hapa wajumbe tuliowateua baadhi yao: Abdul Rajabu Magomba, Bi Hajra Omar Sidia, Bi Amina Thomas Mshamu na Bwana Azizi Isa Dagesh. Kwa hiyo kutoka bara kuna wanawake 2 na wanaume 3. Kutoka Zanzibar tumewateua Bi Salha Hilal Muhammad, Bi Asha Said Suleiman, Bwana Suleiman Makame Isa na Bwana Musa Haji Kombo. Kutoka Zanzibar tumeteua wanawake 2 na wanaume 2. Kabla ya kufunga kikao chetu cha Baraza Kuu, Mheshimiwa Mwenyekiti alimkaribisha msajili msaidizi wa vyama vya siasa ndugu Sisti Nyahoza ili atoe nasaha zake. Ndugu Sisti alisema kuwa kesi namba 13 shauri namba 13 la mwaka 2017 linahusu pia taasisi yake ya msajili wa vyama vya siasa, kwani kama msajili jukumu lao pia la kisheria ni kutambua viongozi wakuu wa vyama vya siasa waliopo madarakani. Pia Mheshimiwa Sisti alimpongeza mwenyekiti wa chama kwa kuweza kufanya kikao cha Baraza Kuu ambacho kimeweza kupata bodi ya chama. Na mwisho, ndugu Sisti alipongeza utaratibu wa kikatiba uliotumika kuteua wajumbe wa bodi ya wadhamini ya CUF. Baada ya kukamilisha uteuzi, Kaimu Katibu Mkuu amewasilisha barua ya maombi ya kusajili bodi ya wadhamini kwa afisa mtendaji mkuu wa RITA, akiambatisha fomu husika za usajili na kumbukumbu za kikao cha Baraza Kuu kilichofanya uteuzi. Nakala ya barua hiyo na kumbukumbu za kikao zimewasilishwa pia kwa msajili wa vyama vya siasa. Kwa hiyo haya ndiyo yaliyokuwa